chama chako na unaanza kufanya nacho kampeni ya kuingia bunge, ya kuuzia watu matikiti ya kuwa wabunge. Sio hivyo. Kwa hivyo watu wasichukue tu vyama, wakisha kunywa mratina, wanaamuka usubuhi, wanasema sisi tutaanzisha chama chetu cha kupinga kotu. Hao ni watu ambao ni wale sisi huita washenzi sana, because hawaelewi. Na mimi lazima niwagusie. Wakiona nimenyamaza wasifikirie sijui historia yao. Kuna hii mtu anaitwa Rigathi Gachagua ama wa Munyoro. Hii mtu alitoka university mwaka wa 88. Mwaka wa 88 mimi na Okwaro huyu yuko hapa tulikuwa tumefanya kazi 11 years. Yeye akitoka university. Na akakaa karibu akaajiriwa kwa ofisi ya rais kama dio. Na ikafika mwaka wa 92 mimi nilikuwa candidate wa kwenda kwa bunge huko Butere. Na tukawa na tribal clashes katika Rift Valley. Na Wakikuyu ni watu wa kusahau haraka sana. Huyu wa Munyoro alitaabisha Wakikuyu kule Njoro, kule Molo, akawatoa akaa kwa barabara, anarudi anawaambia hapa mambo ni mabaya, mtoke tuuze mashamba yenu. Kwa hivyo yeye maneno alifanyia wenzake, asifikiria hatuna historia. He's a worst tribalist. Na mimi ningelipendelea koti muachilie aje asimame na William Samoei Ruto, tumuonyeshe kile ambacho kilifanya punda mee pembe. Na tunawangojea ni next year. Usiseme tu nimesimama. Kwani ni nani amekusimamisha? Ati mimi nataka. Lazima ujue background, wewe umesimama unataka nini. Anaamuka usubuhi ni hate. Anahaba hate. Amwambie sisi tuko tutaonana na yeye. Na hatumuachi. Haelewi. Anasema kotu wafanyikazi wanapata shida. Juzi for the first time tumefanya negotiation na His Excellency the President amepatia wafanyikazi wa Kenya 12% across the board general wage increase, hapana minimum. Kila mtu atapata hiyo pesa. Fanyikazi. Wale wetu wa agriculture minimum wage imeenda juu na 15%. Hii hapana pesa kidogo. Na yeye ana demean, ana maconmen around him, wanamwambia sisi naweza kuanzisha chama. Wanaweza kuanzisha chama kweli Kenya hii wafaulu kama mimi niko? Hata yeye anaweza kwenda kwa bunge kama mimi niko? Anaweza kuwa president wa nchi kama mimi niko? Na yeye sio mtu sawa. Ndugu yake Mungu alimchukua kanyang'anya familia kila kitu. Is a ruthless man. Hafai hawe anatembea pala anatakana hawa anapumzikia ni kodi ya prison. Kule watu yake ya wa Munyoro hawawezi kumfikia.